Mheshimiwa Mwenyekiti, wake zetu wanafundishwa namna ya kuja kutushambulia ndani ya familia. Ukisikia vipindi vyote, mwanamke ambaye amekubali kwamba mimi mume wangu acha atafute, mimi acha nikae na watoto nilee watoto, anaonekana ni mjinga kwenye taifa hili. Wanamtangaza kama mjinga. Unakubaliaje kukaa nyumbani? Mwanaume anachagua mwanamke anayemtaka. Kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya kazi, na kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya biashara, na kuna mwanamume anataka mwanamke ambaye atabaki nyumbani na watoto wakati yeye yuko kwenye mapambano. Sasa elimu nyingi zinatolewa kwenye vipindi vya redio, ni elimu ambazo zinamuonesha kama mwanamke lazima utoke, lazima utoke. Sasa wakati anaanzisha vita ya kutoka kwenye familia ambayo mwanaume alioa mwanamke ambaye atakaa nyumbani na familia, ndio hapo ekaeka zinaanza kutokea. Lakini manyanyaso wanayopitia wanaume ni mengi. Dr. Gwajima, tutengenezee system. Ndio maana umeona vinaanzishwa vyama sasa, tujitetee wenyewe huko mitaani. Vyama vya wanaume, wazee wanaume, kwa sababu tumegundua mnatushambulia. Yaani mmekaa kama mwanzo mwisho ni kutushambulia. Mimi nitakupa mfano mmoja Mwenyekiti. Unajenga nyumba, mnajenga gorofa. Unampa hela mke wako kwamba simamia nyumba, mimi napambana, hakikisha nyumba inaisha ili tuweze kuishi na familia. Hela unazompa ananyofola, anaenda kujenga na weka nyumba yake kadogo. Wewe unajenga nyumba ya familia ili muishi pamoja. Yeye anatengeneza mazingira ya kujitegemea ndani ya ndoa. Haiwezekani. Inakuwa ni kama familia mbili ziko ndani ya nyumba moja. Haiwezekani Mwenyekiti. Na unakuta bora hata ile nyumba ambayo anajenga basi ajiandika hata jina lake, ili kwa namna moja au nyingine hata siku akifariki na mtoto wako halisi ambaye umezaa naye mtoto, anaandika jina la mama yake. Mama yake kifariki, wanalisi makaka zake, na ni hela zako, hela za watoto wako, hela za watoto wako. Haiwezekani Mwenyekiti. Naomba sana Mheshimiwa Gwajima, Mheshimiwa Gwajima, ukipata muda njoo Kigoma nikukutanishe na wakina mama wajasiriamali ambao wako tayari kuwalea na kupambana na watoto pamoja na wanaume zao, lakini kwa heshima kubwa.